Naam, hamjambo mtazamaji wa televisheni Muteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluya, nikaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Ikiwa ni mara ya kwanza kabisa kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Leo ni tariki 2 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Tukaribishe moja kwa moja katika habari zetu za kila siku. Yale ambayo tutakayozungumzia katika habari zetu za siku ya leo, tutazungumzia kabisa kuhusu mvua kali ambayo iliweza kunyesha hapa mjini Uvira, ambayo iliweza kufanya maafa kabisa. Kuna baadhi ya watu kabisa zaidi ya 4 hivi ambao walikwenda kupoteza maisha na wengine kuweza kujeruhiwa. Pia nyumba nyingi kabisa ziliweza kushambuliwa na mvua ambayo iliweza kunyesha kupitia mtoni ya pale Kalimabenge, ambayo iliweza kujaa na kuweza kuingia katika nyumba za wakaazi. Pia tutazungumzia kabisa kuhusu vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kiongozi wa zamani Joseph Kabila, baada tu ya kuweza kuwekewa vikwazo na Marekani, alikwenda kujibu na kutaja kuwa vikwazo hivyo ambavyo vimewekwa zaidi yake vikiwa ni vya kuchochea katika mizozo ya kisiasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akitaja kuwa ataendelea kufanya liwezekanalo ili kupiganisha na kuondoa udikteta katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aliweza kutaja baada tu ya tariki 13 kuwekewa vikwazo na nchi ya Marekani. Matatizo ambayo yanayoendelea kujiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweza kuonekana kuwa ni moja kati ya njia yanayokuwa yakichochewa na nchi baadhi ya viongozi, kwa kuwa kunakuwa na wale ambao wanaunga mkono waasi wa M23 na baadhi pia kunakuwa na wale ambao wanakuwa wakienda kabisa kinyume na hadi hiyo, kwa kuwa vita ambavyo vinavyoendelea kila leo vinaonekana kuwa vinaungwa mkono na nchi ya Rwanda. Na pia kabisa tutazungumzia kuhusu hali ambayo tumepata kwa sasa kuwa pale maeneo ya Sange waasi wa M23 kila leo wanaendelea kuongeza kabisa nguvu pale maeneo ya Sange katika eneo ya Kabunambo, akitaja kuwa ni vema tena uweze kuvamia jiji na tarafa la Uvira. Haya na mengine tukaribishe kabisa kuweza kuungana nasi katika habari zetu za kila siku. Ikiwa ni mara ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Kuna nambari yetu ya WhatsApp ambayo iko hapo chini ukiwa na maoni au pendekezo, na pia ukiwa unahitaji tukunge kwenye grupu letu la WhatsApp, unaweza ukatuandikia moja kwa moja, tutaweza kuunga kwenye grupu letu la WhatsApp. Tuanze moja kwa moja na habari za majonzi za hapa mjini Uvira. Katika jiji na tarafa la Uvira, mvua ambayo iliyonyesha jioni ya tariki 1 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ilisababisha maafa ya raia pale maeneo ya Kalimabenge. Mvua hiyo ambayo iliweza kunyesha katika jiji na tarafa la Uvira ilisababisha kuweza kujaza mtoni wa Kalimabenge huko maeneo ya Kalimabenge kaskazini mwa jiji la Uvira, na hii imesababisha matokeo mabaya ya raia wengi ambao waliweza kupoteza maisha. Wakati raia walikuwa wakishughulika na shughuli zao za kufua nguo katika mto huo, moja kwa moja ulionekana kuweza kujaa na kuripotiwa baadhi ya raia 4 ambao waliweza kupoteza maisha, wakiwa wanawake 3 na mwanaume mmoja. Habari ambazo tulizozipata zilithibitisha kuwa tayari mwili wa dada mmoja umeonekana na mingine miwili bado kabisa kuonekana, kwa sababu iliweza kupelekwa hadi kwenye ziwa Tanganyika. Raia wa maeneo hayo walikuwa katika hali ya majonzi, na pia wakitaja kuwa kuna pia kushambuliwa kwa nyumba nyingi, pia gari ambazo ziliweza kuteketea baada tu ya mafuriko hayo kuweza kuonekana kwa mara nyingine katika jiji na tarafa letu la Uvira. Uongozi wa uratibu wa shirika la kiraia imetoa pongezi kabisa kwa hali hiyo ambayo imekuja kwa mara nyingine baada tu ya ile ambayo ilifanyika miaka iliyopita, ambayo ilisababisha raia wengi kupoteza maisha
pale maeneo ya Kasenga na Kavimvira. Tukio hili likiwa kabisa ni lenye msisimuko pia, ambalo limekuja baada tu ya kuweza kushuhudia kwa mwisho mvua ambazo zinakiwa ukingoni kuweza kumalizika kwa kuaga kabisa mwezi wa tano mwaka 2026. Tukiwa tunaendelea na taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa ambayo inaendelea kujia kupitia televisheni yako. Mtazamaji, tunazungumzia kuhusu milio ya risasi ambayo iliyosikika usiku wa kuamkia siku ya 5 ya tariki 1 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 pale maeneo ya Kalimabenge, ilisababisha mtu mmoja kuweza kupoteza maisha. Habari ziliweza kueleza kuwa watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana walifyatua risasi na kuweza kusababisha kifo cha mwanamama huyo mmoja. Raia asubuhi walikuwa tayari wameamkia barabarani, lakini viongozi wa mahali waliingilia kati na kutaja kuwa tayari uchunguzi umeanzishwa ili kubaini wanaoendesha vitendo vya wizi pia mauaji katika mji na tarafa la Uvira. Zungumza hivyo mratibu wa shirika jipya la kiraia. Ikiwa tunaendelea na taarifa yetu ya habari kuhusu usalama ambao unaojiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baadhi ya habari ambazo tulizozipata zikitaja kuwa kupitia tangazo la Jeune Africa, kundi la wazalendo kila mwezi linadaiwa kupewa pesa milioni 4 za Kimarekani kupitia mfumo wa akiba wa jeshi la ulinzi RAD kwa kujibu matatizo pia hali ndogo za wazalendo ambao wanaojitolea kwa kupigania nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fedha hizo ambazo zinatekelezwa kwa ajili ya kauli mbinu ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye alitaja kuwa wazalendo wamejitolea kutetea ardhi ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni vyema kabisa waendelee kupewa msaada huo ili kuwapa nguvu kwa kuendelea kabisa na hali ya kulinda raia pamoja na mali yake. Na moja kwa moja tujielekeze huko bondeni mwa mto Ruzizi. Habari ambazo tulizozipata zinaeleza kuwa hali inaendelea kuwa tete kwa baadhi ya raia wa pale maeneo ya Sange, Biriba, Kabunambo na nafasi nyingine kwa sasa, ambapo Kabunambo imebakiwa bila wakaazi wengi ambao waliokimbia kutokana na vita ambavyo vinavyoripotiwa kila mara maeneo hayo ya Sange bondeni mwa mto Ruzizi huko maeneo ya Kabunambo. Habari ambazo tunazoendelea kuzipata kutoka viongozi wa mashirika za kiraia nataja kuwa wazalendo ni vema kuwa makini kwa sababu waasi wa M23 kila leo susia kuweza kuteka tena mji wa Uvira kupitia mashambulizi ambayo wanayoyaandaa. Kuna habari ambazo tulizozipata kila leo wanaendelea kuongeza wanajeshi pia vifaa kubwa pale maeneo ya Sange, ambavyo vimoja vinawekwa pale maeneo ya Kabunambo, vingine vinawekwa kwenye kambi yao ya pale Nazareno, wakiwa wanatishia kuanzisha tena shambulizi ili kuteka kwa mara nyingine mji wa Uvira, jambo ambalo limekuwa lenye wasiwasi na lenye kuleta utata kwa baadhi ya raia wa maeneo hayo, wakiomba kabisa kuweza kuwa kimasomaso kwa upande wa wazalendo pamoja na jeshi la taifa. Kwa upande wa jeshi la taifa wameonekana kuwa imara na kutaja kuwa wako tayari kukabiliana na waasi hao ikiwa tena watajaribia kuweza kuanzisha shambulizi katika bonde la mto Ruzizi, wakiwa wazalendo kwa umoja pia imara, wakitaja kuwa wako sehemu zote na wako kimasomaso, wako tayari kukabiliana na yule ambaye atakayevamia tena udongo kwa mara nyingine tena katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukiwa tunaendelea na taarifa yetu ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili, taarifa ambayo inaendelea kusomwa na Janvier Emmanuel Kaluhia. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vituo vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji na tarafa letu la Uvira. Una nambari yetu ya WhatsApp iko hapo chini, mtazamaji wetu, ukiwa na maoni au pendekezo moja kwa moja tuandikie, tutakwenda tusome katika ukurasa wa kuwekewa vikwazo
kwa zidi ya rais wa zamani Joseph Kabila, naye huyu akwenda kujibu baada ya tariki 13 Marekani iliweza kuweka vikwazo zidi ya rais huyo wa zamani Joseph Kabila, kutaja kuwa ameshirikiana na waasi wa M23 kwa kuyumbisha usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa zamani Joseph Kabila amelaani kupitia taarifa ya ofisi yake ya tariki 13 Aprili, anakutaja kuwa uamuzi wa serikali ya Marekani zidi yake, akisema hiyo ilikuendana na usio na haki ama ni msukumo wa kisiasa. Aeleza hivyo kiongozi huyo wa zamani wa tangu mwaka 2001 hadi 2019 Joseph Kabila Kabange. Anataja kuwa tuhuma hizo zisizo na ushahidi tabia ni pia kile alichokiita simulizi ya utawala wa pale maeneo ya Kinshasa, akionya kuwa anaweza kutafsiri kama kuunga mkono mwenendo wa utawala wa kimila. Amesema kuwa tafadhali haki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ataendelea kufuatilia sheria zinazofaa kupinga uamuzi huo na kudai ushahidi utakaotekelezwa dhidi yake, huku akisisitiza kujitolea kwake kwa umoja wa kitaifa, uhuru wa mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na suluhisho la kisiasa jumuisho la mgogoro ili kutetea nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akinukuu kifungo cha 64 cha katiba. Joseph Kabila amesema ataendelea kupambana bila kuchoka ili kumaliza udikteta na kurejesha utawala wa sheria nchini Kongo ya Kidemokrasia. Matatizo yetu hayatokani kabisa na Wakongomani bali yanatokana na nchi ya Rwanda. Aliweza kuzungumza hivyo Bwana Alexis Tangawa wa jamii ya Banyamulenge ndani ya diaspora, ambaye ni Mnyamulenge ambaye anayeishi huko Umarekani. Sauti hizi zilikuja kabisa baada tu ya kuonesha kuwa mgogoro wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ukiwa unaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumepata nafasi kabisa ya kusikiliza sauti yake Bwana Alexis Tagawa anayejulikana kama Maziwa Makuu, kijana wa jamii hilo la Banyamulenge ambaye anayepatikana huko Umarekani, ambaye anachambuzi lake kabisa la kusudi na kutaja kuwa kuhusu matatizo na mtazamo wake kuhusu usalama ambao unaendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kaskazini na Kusini, hasa maeneo ya Minembwe, Uvira, tofauti na madai yanayotolewa mara kwa mara na Kigali kwamba Banyamulenge wanabaguliwa kupitia eneo hilo wanaloishi. Maziwa anakataa kabisa haja hilo na kudhibitisha kuwa huyo ni mgogoro, pia madai hayo kuwa ni propaganda inayolenga kabisa kuhalalisha kuingilia kati Rwanda katika mashauri ya ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wake, changamoto zinazokumbwa kabisa na hali hiyo baadhi ya wanajamii wake tokani kabisa na chuki ya jamii kutoka kwa Wakongomani, bali ni mtamko ya vita na uangalivu wa mataifa ya nje. Anatuhumu nchi ya Rwanda kutumia njia ya Banyamulenge kwa maslahi yake ya kiuchumi. Katika ushuhuda wake, Maziwa pia anazungumza visa vya utekaji wa raia wa Banyamulenge katika eneo la Uvira baada ya M23 kuweza kuingia. Kuna baadhi ya Wanyamulenge ambao waliotekwa na kupelekwa na M23 hadi kuwapeleka maeneo ya Rwanda, na huku moja kwa moja akiomba kabisa kwa viongozi hao kuweza kuacha mfumo huo na kuweza kurudi katika nchi yao ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waache kujihusisha na masuala ya kisiasa kupitia jeshi la Rwanda. Ametaja tukio la mwaka 1907 katika kambi ya wakimbizi ya Mudende nchini Rwanda, ambako kabisa Wakongomani wa kabila la Watusi waliuawa na watu wenye silaha. Hadui kuwa wahusika na mauaji hayo walipewa nafasi pia katika nchi ya kijeshi ya Rwanda, ambao wanaendelea kufanya
kazi zao na tuhuma zingine za kisheria, pia ikiwa ni kwenda kinyume na sheria. Pia anakosoa uwepo wa makundi ya silaha kama Twirwaneho, akiyahusisha na msaada kutoka Rwanda. Kwa mjibu wake, makundi hayo yanachangia kabisa kuongeza kwa ukosefu wa usalama, kuwashikilia baadhi ya watu wenye mateka katika maeneo ya Plateau na Minembwe kisiasa. Maziwa anawakosoa wazi baadhi ya viongozi wa zamani wa Banyamulenge kama Azarias Ruberwa, Moize Nyarugabo, akiwatuhumu kabisa kuhudumia maslahi ya Rwanda kuliko yale ya jamii ya Banyamulenge ama ya jamii ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuleta amani, na viongozi hao walishindwa kabisa kutetea matarajio ya Banyamulenge na baadhi ya wananchi kumaliza mgogoro katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, anasisitiza kuwa Banyamulenge wengi wanaishi kwa amani na jamii nyingi za Kikongo, bali ni propaganda za vita. Asema hivyo kabisa kijana huyo ambaye anaishi katika diaspora hapa, akieleza ni vema kutekeleza masuala. Raia wa Banyamulenge wanaishi kwa pamoja bila matatizo, hasa kwa wale ambao wanataka kujifaidisha kwa tumbo zao binafsi, akiomba diaspora wote kuwa kwa pamoja na kuungana na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ili kurejesha amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mtazamaji wetu, kwa kumaliza taarifa zetu za habari, tumalize na habari za usalama mdogo huko maeneo ya Ituri. Mpango wa shambulio dhidi ya gavana wa kijeshi ufichuliwa wazi. Msemaji wa FARDC huko Ituri, Julien Ngongo, ameeleza kuwa hivi karibuni kulifanyika mkutano katika nchi ya kigeni iliyolenga kuvuruga kabisa hali ya usalama katika jimbo hilo na kupanga njama ya kumuua gavana wa kijeshi Luteni Generali John Luboya Kashama. Katika video iliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii, ofisa huyo wa kijeshi alizungumzia mpango unaolenga kueneza machafuko katika jimbo la Ituri ambalo tayari linakabiliwa na vitendo vya vurugu vinavyofanywa na makundi yenye silaha. Jeshi la FARDC linasema linafuatilia kwa karibu hali hiyo na linaahidi kuimarisha hatua za usalama ili kuzuia jaribio lolote la kuvuruga usalama na kurejesha amani ya kudumu katika eneo zote ambazo wanazoendelea kumiliki. Adhibitisha hivyo msemaji wa FARDC katika eneo la Ituri. Na ni hapa ndipo tunakomesha taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa ambayo imeletwa kwenu naye Janvier Emmanuel Kaluhya. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Nikutakie asubuhi njema na mchana mwema kwako. Kwa herini.